Ni mambo gani yanayodhoofisha mawasiliano katika familia? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Naomba kuchangia swali linalosema ni mambo gani yanayodhoofisha mawasiliano katika familia zetu. Nitachangia kwa msaada wa Bwana. Kama tulivyofundishwa na mchungaji kuwa mawasiliano ni jambo la msingi katika kujenga ustawi na usalama wa familia zetu, na mawasiliano ni ile hali ya kubadilishana mawazo, taarifa pamoja na hisia. Sasa katika haya mawasiliano, hivi vitu vitatu visipokuwepo, ina maana hayo mawasiliano hakuna. Na kama ni hakuna, nini kinasababisha yote haya? Kinachosababisha cha kwanza ambacho mimi nakiona ni pale mnapokuwa mmeanza kuwa wasiri, kwa maana ya kwamba kati yenu mmoja anakuwa msiri kwa mwenzake. Taratibu mwenzio anapogundua kuwa wewe ni msiri, hisia zake zinakufa. Na hisia zinapokufa, ina maana hata kuwa na mawasiliano na wewe, maana hata kuwa anaonyesha hisia kwako. Kwa hiyo atakuwa anafanya kutimiza wajibu kama alivyosema mchungaji, kwamba anasema tu mmekula, lakini si kwamba anahisi, ana feel kabisa kwamba familia yangu yawezekana hawajala. Hapana, anatimiza tu nini? Ule wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine ambacho kinadhoofisha mawasiliano kwenye familia ni ego. Sijui naiweka katika tafsiri gani, yaani ile hali ya mtu kwamba mimi ni mwanaume na wewe wa kike unaona yeye ndo anapaswa kunitafuta. Yaani sijui niwekeje, kutaka ukuu. Yaani kwa sababu wewe ni mwanamume, mkeo amekukosea, wakati mwingine unaona kwamba huyu amenikosea, na umeona kabisa amekukosea, labda ni udhaifu wake, hawezi kuomba msamaha kwa wakati. Basi wewe mwanaume, kwa neema ya Mungu, kwamba mimi namjua Mungu, napaswa kumchukulia mke wangu, ngoja nichukue nafasi hii kuzungumza naye. Pale moja kwa moja mawasiliano yanaenda yakipungua, mwisho wa siku mnakuwa hakuna mawasiliano. Na wewe wa kike, unajua kabisa mwanaume ego yake anahitaji kuheshimiwa. Kwa sababu anahitaji kuheshimiwa, umemkosea, hutaki kusarenda. Tuache. Yaani hutaki kujishusha kwamba nimemkosea mume wangu, na mwanaume siku zote anataka heshima, napaswa nishuke nihakikishe kwamba mambo yetu yanakuwa sawa. Basi yule mwanaume anaanza kuchukulia huyu mwanamke wangu ana kiburi, hata kikosea hawezi kuomba msamaha. Taratibu anaanza kupunguza upendo. Mwisho wa siku mnakuwa na mawasiliano ambao hatuyaiti yamekamilika, ni mawasiliano, tunaanza tu kutimiza wajibu kwenye familia. Kitu kingine ambacho kinadhoofisha mawasiliano katika familia zetu ni ile hali ya kuzoea, mazoea. Tusiwe na mazoea. Usimzoe mmeo, usimzoe mkeo. Jua nafasi ya mume, na we mama jua nafasi ya mume wako, na wewe baba jua nafasi ya mkeo, kuwa ni msaidizi, mpe heshima yake, usimzoee. Kwa maana ya kwamba pale ambako mnahitaji kushare mawazo, hisia na taarifa, mpe ni haki yake, kwa sababu mmekubali kuambatana. Na wewe baba na wewe mama vivyo hivyo pamoja. Na haya yote ili tuyaweze, tumjue sana Mungu. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia. Pasipo neema ya Mungu ni ngumu, kwa sababu tutasumbuliwa na ile hali ya ubinadamu na kupelekea kudhoofisha mawasiliano, na mwisho wa siku tukaharibu misingi ya familia zetu
na mwisho familia kuharibika kabisa. Na Mungu atusaidie. Asante mchungaji. Asante sana mama kiongozi, ameeleza mambo manne yanayodhoofisha mawasiliano. Sasa tumkaribishe mwalimu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nishukuru kwa nafasi mchungaji. Mambo yanayodhoofisha mawasiliano katika familia, yapo mambo mengi sana. Kwa uelewa wangu, japo bado kwenye ndoa mimi bado ni mchanga, lakini kwa uelewa ninavyoelewa nitasema baadhi ya mambo. Kwanza kabisa, kuna mambo ya kiteknolojia. Ninapozungumzia mambo ya kiteknolojia, ninazungumzia mawasiliano, ambapo tunazungumzia simu. Simu ni kigezo ambacho kinaweza kusababisha kukosekana kwa mawasiliano kwenye familia. Mwanamke, mume au mke anaweza akawa busy sana kwenye simu, akawa anapenda sana kuchati, anaweza ni mtumiaji sana wa simu. Hicho kinaweza kuwa ni kigezo cha kwanza kikasababisha kukosekana kwa mawasiliano. Mwanamke akachukia au baba akachukia kwamba huyu mwanamke kila siku yeye na simu tu, kwa hiyo anaanza kuhisi vibaya. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunazungumzia mambo ya kihisia. Kwenye mambo ya kihisia tunapachika wivu. Kuna kitu kinaitwa wivu. Unakuta mwanaume, mke au mume anakuwa na wivu usio na misingi. Wivu usio na misingi unakuwaje? Unakuta labda ni kama mchungaji alivyotufundisha. Unakuta umechelewa nyumbani, umetoka kazini au umepitia mahali, mwanamke ana mind au mwanaume ana mind kwamba huyu ametokea wapi? Lakini unakuta kweli umetokea kazini, umetokea kufanya shughuli fulani, umetokea kufanya kitu fulani, lakini anachukia. Tunasema ni wivu. Lakini jambo la tatu, tunazungumzia matatizo ya kifedha. Matatizo ya kifedha pia yanaweza yakawa ni sababu ya kuvunjika kwa mawasiliano ya familia. Unakuta baba ana pesa, au unakuta baba ndo mtu wa kumiliki sana pesa. Mama yeye labda unakuta yeye ndo hivyo amiliki labda pesa hivyo, au ana uhuru wa kuzimiliki zile pesa. Kwa hiyo kinakuwa ni kigezo cha mawasiliano kuvunjika, ambapo mama akihitaji kitu anakosa kwa wakati, baba anamwambia hii sikupi, hii nini, yani anakupangia. Anataka kila kitu ajue A to Z. Unakuta labda una shida fulani, labda unataka umsaidie hata wazazi wako ufanye nini, unakuta mwanamke au mwanaume, inategemeana sasa hapo nani. Unakuta anaanza kumind, huyu kwa sababu ana pesa zake ananinyanyasa. Kwa sababu ana pesa ananinyanyasa, ngoja na mimi nianze kutafuta ambaye atanipa, kama mchungaji alivyotuambia. Unakuta unaanza kutafuta pembeni. Ase nina shida ya kusuka, kwa sababu yule mwanaume ambaye uliye naye akutimizii, akupi, lakini anazo. Bwana Yesu asifiwe. Basi hayo ndo mambo ambayo kwa uelewa wangu, japo yapo mengi ambayo nikisema niyaeleze hapa sitamaliza. Yapo mengi sana ambayo nayaelewa, ila naomba niishie hapo kutokana na muda wetu. Asante sana. Mwalimu, makofi. Asante sana. Kwa kweli mwalimu ameongea pia, hili nalo ni jambo nyeti, kwa maana ya simu. Mwanandoa yuko busy na simu kiasi kwamba nyewe wawili hapo ukimwongelesha hakusikii. Ina maana tayari inaathiri mawasiliano. Lakini amesema pia kwa habari ya wivu, ambapo amezungumzia kama tulivyosikia habari ya kuchelewa nyumbani na hivyo. Lakini kama tulivyosema, ukichelewa toa taarifa. Lakini hali ya uchumi pia. Tunashukuru sana mwalimu. Mungu awabariki wewe pamoja na mama kiongozi. Naomba tuwapigie makofi matatu wote. Amen. Asante. Nafikiri tunaenda vizuri. Tunazidi kuelimika, si ndio jamani? Swali la pili, nawezaje kujenga utamaduni wa kusikilizana nyumbani? Hii tulimtaja Mama Witi, tumpe mic Mama Witi, akimaliza mzee wetu mzee Mbwiga. Kama na Patrick atakuwa na cha kusema pia. Niliwapa watatu kwa sababu niliona Patrick yuko karibu na Mbwiga, nikaona wanaweza kushauriana. Karibu mama. Swali linauliza, tunawezaje kujenga utamaduni wa kusikilizana nyumbani? Karibu.
tunaweza kujenga utamaduni wa kusikiliza pale ambapo tutaweza kushirikiana kifamilia, baba, mama pamoja na watoto. Tunajenga utamaduni wa kukutana, wa kujadili na mipango ambayo inaweza kuleta maendeleo kwenye jamii. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokaa tukitengana, tunapokaa tukijadili peke yetu, hatuwezi kujenga utamaduni. Lakini kama tutakutana na familia bila kujali kwamba huyu ni mtoto wa kiume, huyu ni mtoto wa kike, huyu ni wa jinsi gani, tukakaa familia, tukajadili, tukaweza kupanga mipango yetu pamoja kwa uwazi, tunaweza kujenga familia vema. Naomba niishie hapo, nikaribishe wengine mchungaji. Asante sana Mama Witi, naomba tumpigie makofi. Mama Witi amesema tunaweza kujenga utamaduni wa kusikilizana kwa kutenga muda wa mazungumzo mara kwa mara ndani ya familia. Asante sana Mama Witi. Karibu pale mzee wetu Mbwiga. Kujenga utamaduni wa kusikilizana. Mimi nafikiri kwa mawazo yangu, kwa namna ambavyo mchungaji amekwisha kufundisha, lakini pia waliokwisha kutangulia kusema, tunaweza kutengeneza utamaduni wa kusikilizana kwa kuimarisha upendo, lakini pia kuacha yale mambo ambayo makiongozi alikwisha kusema, usiri, ubinafsi, lakini pia kujishusha, na kila mwanandoa au mwanafamilia kuelewa namna ya majukumu yake kwenye ndoa yake. Naomba kuishia hapo. Asante sana. Basi tuna swali la mwisho hapa ambalo tulisema atachangia Baraka na dada pale. Upendo wa Kikristo unatofautianaje na hisia za kikawaida au upendo wa kawaida? Karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ninachangia kwa uelewa wangu, naomba Roho Mtakatifu anisaidie. Kwanza, upendo wa Kikristo tofauti yake na upendo wa kawaida au hisia za kawaida. Upendo wa kawaida unakuwa upendo wa maslahi, lakini upendo wa Kikristo ni upendo wa natural, wa asili ambao unatoka kwa Mungu. Maana mtu akikupenda asili hawezi atakuwa anaweza kukusamehe, anaweza kukuhesabia, hata kama hawezi kukuhesabia anaweza kukuona kwamba kila mtu ana udhaifu wake, abebe udhaifu wa mtu hivyo ulivyo. Lakini upendo wa kawaida, huu upendo ambao ni wa kihisia, mtu anakupenda kwa sababu fulani, anataka kuchukua kitu kwako, labda ana kitu fulani amekiona kiko bora zaidi kwako. Mtu anakuwa ametazama kitu fulani ambacho anaona kimemvutia zaidi. Tofauti na upendo wa kimungu, mtu anampenda mtu jinsi alivyo, vile alivyoumbwa, kwa sababu tumeambiwa tupendane sisi kwa sisi. Kwa hiyo upendo wa Mungu na unatofautiana na upendo wa kibinadamu kutokana na hali ya kibinadamu. Mtu anampenda mtu kwa sababu anataka kitu fulani. Maana huwezi kwenda kwa mtu kataka kitu bila kuwa na uhusiano naye. Anatengeneza uhusiano kwa kigezo fulani. Lakini upendo wa Mungu ni upendo wa asili, na ndio tofauti yake. Asante. Tunaomba tumpigie makofi dada. Karibu mzee kiongozi Baraka, na baada ya Baraka tutakuwa tumehitimisha majadiliano yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru baba mchungaji. Swali lilikuwa linauliza kwamba upendo wa Kristo una tofauti gani na upendo wa kawaida. Nina mambo machache tu kuzungumza, pamoja na kwamba mengi mchungaji amekwisha kuyasema na wachangiaji wamekwisha kuyazungumza pia. Lakini ninalotaka niliseme ni hili. Upendo umegawanyika katika mafungu mawili kama ufahamu wangu ulivyo. Kwanza upendo wa kimungu kwa maana upendo wa agape, lakini upendo wa kawaida kwa maana upendo wa maslahi. Sasa ninachotaka nikiseme ni kwamba upendo wa kawaida, upendo wa agape ni upendo pekee ambao sisi kama Wakristo tunapaswa kuishi. Kwa sababu ukiangalia kwenye Biblia, kwa maana ya wanandoa wale
Mariamu pamoja na Yusufu. Yusufu alipotambua kwamba mke wake ana mimba ambayo hakumpa yeye, Biblia inasema kwamba alilazimu kumwacha kwa siri. Alilazimu kumwacha kwa siri bila kumdhalilisha. Maana yake hakutaka wazazi wake wajue wala marafiki zake. Biblia inasema alilazimu kumwacha kwa siri. Maana yake alimtunzia heshima yake na akaitunza heshima yake yeye, akiamua kuondoka polepole bila mtu yote kujua kwamba anamwacha. Huo ndio upendo wa Mungu, bila kumchafua mtu kwa lolote lile. Lakini upendo wa pili ni ule upendo wa maslahi, ambayo mtu unampenda mtu kwa sababu unahitaji kitu kutoka kwake, kwa sababu unajua lazima nikimpenda huyu mtu, kile kitu ninachokitaka nitampata, kwa sababu ndio njia pekee ya kumvuta karibu na wewe. Lakini nikaze kwenye habari ya upendo huu wa kwanza, ambao ni upendo ambao unaweza kutusababisha sisi kumuona Mungu sawa sawa na neno la Mungu. Biblia inasema kwamba amri mpya ninawaacheni. Yesu alisema pendaneni. Upendo wa kimungu ukiwa nao hata ndani ya nyumba, hata kama mwenzako amekukosea kiasi cha kuona kwamba huyu mtu hapaswi kuishi na mimi, utamsamehe, kwa sababu ndio njia pekee inaweza kusogeza karibu na Mungu. Lakini ndio njia pekee inaweza kukusababisha wewe, hata kama ulikuwa unataka kumdhuru mwenzako kwa silaha, ukashindwa, kwa sababu amri ya Mungu ni kumpenda. Maana issue wa kumwacha ni issue tofauti na kumpenda. Unaweza kumpenda mtu lakini kumwacha katika upendo wake. Ninakupenda kwa sababu Mungu ameniambia nikupende. Kwa hiyo ninakuacha lakini bado ninakupenda, lakini sitaweza kuishi na wewe tena. Kwa upendo ukifuatilia vizuri una tafsiri nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho kabisa nimalizie kusema kwamba kwa sisi wa Kristo tunachopaswa kukifanya ni kumpenda mtu hata kama matendo yake ni mabaya, hautafuatana na yale matendo yake. Maana yake ninakupenda kwa sababu ni agizo, lakini si sawa na matendo yako. Kwa naweza nikakupenda lakini matendo yako nisiyapende. Nimekupenda kwa sababu ni amri, na lazima nikupende kwa sababu ni sheria, lakini si matendo yako. Bwana Yesu asifiwe. Nishukuru sana mchungaji kwa maneno mazuri ambayo umetufundisha siku ya leo, lakini niwashukuru wachangiaji na wale wote ambao hawajachangia. Ni imani yangu kwamba tukiurejesha upendo wa kweli tutaepuka mauaji, kuwadhuru watu wakati mwingine, na hata kufanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Asante mchungaji, nashukuru. Asante sana, naomba tumpigie makofi. Bwana apewe sifa. Basi Baraka mzee wetu kiongozi amehitimisha kwa kusema kwamba upendo huu wa asili, saa nyingine mtu anakosa uvumilivu, anaweza kushtaki na yale mashtaka akamdhalilisha mwenzake, lakini upendo wa kimungu unampa mtu nafasi ya kulinda heshima, kutunza na kujali heshima ya mtu hata inapotokea changamoto. Bila amezungumza pia kwa habari ya upendo huu wa kawaida umeasilika katika utaratibu na utamaduni wa jamii, lakini upendo wa Mungu umejengwa katika amri 10 za Mungu. Na mwisho amemaliza Baraka kusema kwamba upendo wa Mungu ni wa amri, maana yake ni wa lazima kwa mtu yote wa Mungu, lazima awe na upendo. Lakini upendo wa kibinadamu, mtu ana hiari ya kupenda ama kutokupenda, lakini kimungu kwa kweli kupenda lazima. Bwana apewe sifa. Basi kwa hoja hizi, sijui kama umesikiliza vizuri tangu mwanzo mpaka mwisho, naamini kuna kitu kikubwa unatoka nacho ibadani leo. Bwana Yesu apewe sifa. Tufunge macho tuombe. Yesu, asante kwa Roho Mtakatifu wako ambaye ametujalia kujifunza kwa habari ya misingi ya ustawi wa familia zetu, na nakushukuru kwamba katika misingi ya ustawi na usalama wa familia umetupa kujifunza msingi wa kwanza ambao ni upendo na mawasiliano. Naamini Mungu kuna kitu kipya kimejengeka ndani yetu kitakachotuvuta karibu kwa sisi kuwasiliana, kujuliana hali na kupanga mambo pamoja. Maana umetufundisha kwamba mawasiliano ni swala la hisia na mawazo. Basi Mungu mjalie kila msharika aliyesikia haya kikaongezeke kitu ambacho kitazidi kumfanya kwa imara katika ndoa yake, kwa jina la Yesu, amen. Engare Nairobi engare
kijito cha maji